الحمد لله رب العالمين والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tamko la viongozi wa taasisi za Kiislamu linalotolewa leo mbele yenu, viongozi wa jumuiya na taasisi mbalimbali za Kiislamu na wanahabari, leo tarehe 20 mwezi wa 11 2025, nikianza kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, na tunamtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba zake wote na waliofuata mwongozo wake hadi siku ya Kiyama. Sisi viongozi wa taasisi za Kiislamu kama zilivyokwisha tajwa na katibu mkuu wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu, katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kwa idadi ya taasisi 26 na baadhi ya taasisi ambazo zimechelewa kuleta majina yao, kwa idadi yao inafikia taasisi 30, chini ya kiongozi wetu Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali. Tumekutana leo tarehe 20 Novemba 2025 katika itikafu hapa msikitini, msikiti wa Mfalme wa Sita, Mfalme Muhammad, ambapo pia ni makao makuu ya BAKWATA, Baraza Kuu la Jumuiya, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Itikafu ni ibada maalum inayofanyika ndani ya msikiti kujitenga na mengine yote ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutafuta nguvu zake. Ibada hii hutumiwa na waumini kufikisha vilio na dua zao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asiyeshindwa na jambo lolote. Tumeona ni muhimu kuwa na ibada hii ya itikafu baada ya matukio mazito yaliyokumba nchi yetu siku ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Tumefanya hivi ili kutii amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama inavyosomeka katika Qur'an, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Tumekusanyika pia kuitikia wito wa Mola wetu usemao, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila, ambayo tafsiri yake inasema, enyi mlioamini mcheni Mola wenu, tokeni ngazi ya kufikisha maombi yenu kwake kwa ibada. Hii katika sura Al-Maida aya 35. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi wa jumuiya na taasisi za Kiislamu, mtakumbuka kuwa kampeni za uchaguzi mkuu wa siasa 2025 zilifanyika kwa njia ya amani na utulivu. Upigaji kura ulianza vizuri katika mikoa mingi, ambapo wananchi walijitokeza kupiga kura kwa amani hadi jioni bila ya kuwepo vurugu. Hata hivyo, katika baadhi ya mikoa kulijitokeza fujo zilizolenga kuvuruga zoezi la kupiga kura na wakati fulani kuhesabu kura. Katika vurugu hizo, nyumba na vituo vya mafuta vilichomwa, miundombinu ya umma iliharibiwa, biashara za watu binafsi zilivamiwa na kuchomwa moto,
vituo vya polisi vilishambuliwa, ofisi kadhaa za chama kimoja cha siasa zilichomwa moto, majengo ya serikali kuu na serikali za mitaa yalivamiwa na kuchomwa. Kubwa zaidi, watu wajeruhiwa na kupoteza maisha, wakiwemo askari ambao walijitokeza kulinda mali na maisha ya raia. Sisi wana taasisi za Kiislamu nchini Tanzania tunalaani matukio haya na tumesikitishwa sana na vifo vilivyotokea, upotevu wa mali za watu, uharibifu wa miundombinu uliotendeka. Tumehuzunishwa sana na hali hii ambayo pamoja na mambo mengine imeathiri taswira ya nchi yetu. Ndugu viongozi wa jumuiya na taasisi Islamu na wanahabari, mtakumbuka kwamba baada ya matukio haya yalitokea matamko mbalimbali. Yapo matamko yanayotaka wananchi watulie, maridhiano yafanyike ili nchi yetu irejee katika hali yake ya kawaida. Kwa upande mwingine, yapo matamko ambayo kwa maudhui yake yamechochea na kuamsha hasira kwa namna ambayo yanahatarisha amani na utulivu, mshikamano na umoja wetu tunaojenga kwa miaka mingi tangu kuasisiwa kwa taifa letu. Kutokana na hali hiyo, tunaingia katika itikafu hii kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu, kwa dua na ibada, kuwaombea wote waliofariki na waliopata hasara. Tunamwomba Mola wetu awape badili ya kile walichokipoteza au walivyovikosa, na tunambembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atushike mkono katika kutafakari njia sahihi ya kuirusha nchi yetu, na tunamwomba atupe nguvu na busara ya kukikabili kipindi hichi kikubwa bila mpasuko, ili wananchi wote tuendelee kuishi salama na amani. Baada ya kutafakari kwa kina, tunatamka na kuazimia mambo yafuatayo. Kwanza, kupokea kwa heshima kubwa na kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyotoa katika uzinduzi wa Bunge la 13 jijini Dodoma tarehe 14 Novemba 2025. Namba 2, tunaunga mkono hatua ya Mheshimiwa Rais kuunda tume huru ya uchunguzi yenye madhumuni aliyotamka kwenye hotuba yake, bila nukuu: serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, Equity Commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Maneno haya yana hekima ya uongozi, sisi tunaunga mkono kikamilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hii katika sura Al-Hujurat aya 6. Mtu fasiki akikujieni na habari, ichukuzeni habari hiyo kwanza ili kupata uhakika wake, msije mkamwadhibu au mkamhukumu mtu kwa kutojua, mkawa kwa mlioyatenda mno katika majuto makubwa. Tatu, tunaunga mkono mchakato wa maridhiano ya kitaifa uliopendekezwa na Mheshimiwa Rais. Tuko tayari kushiriki na kuchangia kikamilifu, kwa kuwa tunaamini kwa dhati kuwa maridhiano ni sehemu ya maadili ya dini yetu ya Kiislamu, kama inavyosomeka katika Qur'an, fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Hii ipo katika sura Al-Hujurat aya 9. Fanyeni suluhu baina yenu kwa haki na uadilifu, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda uadilifu. Jambo la 4,
Msingi wa maridhiano hayo lazima ujikite kwenye uadilifu na dhamira njema, sio juu ya vurugu na muda mfupi au mashinikizo ya kisiasa au wanaharakati. Tuko tayari kuwa daraja ya kuunganisha Watanzania kufikia suluhu hiyo. Tano, tunapendekeza uwepo uchunguzi wa kina usiopendelea upande wowote ili kubaini waliochochea, waliopanga na kuratibu uhalifu uliotokea. Uchunguzi huo lazima ufanywe kwa watu binafsi, wanasiasa na taasisi mbalimbali zilizomo ndani ya jamii yetu. Namba 6, maridhiano kama yasiwe kichaka cha kuficha uhalifu. Wenye hatia wajulikane, wasio na hatia walindwe, na haki isimame sawa bila ya kupindishwa. 7, mchakato wa maridhiano pamoja na umuhimu na ulazima wake, kama usizibe macho tukashindwa kuuoa mzizi wa fitna uliozaa maafa haya yaliyoitikisa dola na taifa letu. 8, serikali iangalie kwa jicho la huruma wale wote waliopoteza nafsi zao, nafsi za ndugu zao, kuharibika kwa mali zao na biashara zao, pia iwafariji kutokana na majanga hayo yaliyokuta. 9, tunapongeza serikali kwa kutambua kuwa miongoni mwa waliokamata kulikuwemo vijana na wananchi waliofuata bila ya dhamira mbaya. Juhudi za kuwatambua na kuwarejesha katika familia zao kuwa ya uadilifu tunayoiunga mkono. 10, kwa kuwa dini zetu zote Tanzania zinapinga uhalifu, chuki, uharibifu wa mali na machafuko, inawapasa viongozi wote wa dini kuikanya jamii dhidi ya uovu huu, kuhimiza kusameheana na mshikamano baina yao, na sivyo nchi yetu haitopona jeraha hili baya lililotupata. 11, tunataka Waislamu na Watanzania wote kwa jumla pale wanapolazimika kudai haki zao, iwe ni serikalini au popote pale katika nchi yetu, wadai haki hizo kwa kufuata taratibu na sheria tulizoziweka katika nchi yetu. Kufuata sheria na taratibu katika kudai haki kupahakikisha kwamba haki ya Tanzania wengine nazo hazivunjwi. 12, tunawahimiza madawati mbalimbali ya dini zetu yanayotuunganisha na wenzetu wa dini nyingine kufanya haraka kuratibu mkutano wa viongozi wakuu wa dini kwa lengo la kunusuru nchi yetu na kuirejeshea amani yake. Tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi kwa umoja na mshikamano. Tunawaomba wote katika kipindi hichi kuendelea kuwa watulivu, subira kwa haya yaliyotokea. 13, tunaomba Tanzania wasikubali kuchochewa na mijadala inayoendelea katika mitandao ya kijamii na majukwaa mengine yanayopandikiza chuki za kidini, kikabila, kikanda au ubaguzi wa aina yoyote. 14, tunawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe 9 Disemba au tunawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe 9 Disemba kukaa nyumbani na wazazi wao, kuliombea taifa letu na kufanya ibada kama sehemu ya kudumisha amani na utulivu wa taifa letu. Pia tunawaasa usishiriki katika mikusanyiko yoyote siku hiyo, kwani inaweza kuchochea fujo na vitendo vya uhalifu. 15, tumebaini kuwepo kwa hila za kupandikiza katika jamii yetu hila ya chuki, uhasama na majaribio ya kutuunganisha na kutugawanya kwa misingi ya dini. Tunawaasa viongozi wetu wa dini wote popote pale walipo kuzikataa hila hizi na kuwaelimisha waumini wetu juu ya hatari zake kwa umoja na mshikamano wetu wa kitaifa. 16, tunawaagiza Waislamu wote katika misikiti yao, madrasa zao, zawia zao, vyuo vyao na katika kila mkusanyiko wao na kila mmoja wetu katika ibada zake kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arejeshe na kuidumisha amani yetu
inatetereka, kama Qur'an inasema qul man ya'budu rabbi لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. hii utaipata katika sura al-Furqan aya 77. Sema ewe Muhammad, Mola wangu hana haja ya kujipendekeza kwenu, hawajali hali ya kuwa nini haniombe. Namba 17, tunaonasi viongozi na Waislamu wote kuepuka kauli za matamshi ambayo yanachochea na kuhamasisha mpasuko katika jamii. Mheshimiwa Mufti anatoa rai tutumie maneno ya kauli za kujenga na kuleta umoja na kuwa daraja kati ya Waislamu na baina yetu na Watanzania wengine wasiokuwa Waislamu. Tanzania ndio nchi yetu, hatuna nyingine. Tuinusuru amani yetu isijaribiwe au isichezewe. Sisi taasisi za Kiislamu tunalinda amani hiyo kwa gharama yoyote, au sisi taasisi za Kiislamu tutalinda amani hiyo kwa gharama yoyote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie itikafu yetu, atuepushie fitna, atuunganishe nia yote na Watanzania wote, atuongoze katika maamuzi heri yanayoletea taifa letu mustakbali mwema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya jumuiya na taasisi za Kiislamu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.